CSW 69 niko na mshiriki kutoka Cote d'Ivoire. Atajitambulisha yeye ni nani, anaongea Kifaransa. Atajitambulisha ni nani, afu tutaweza kujua ile anachosubiria hasa kupata hapa katika mkutano ni nini. S'il vous plaît madame, enchantement de votre connaissance. Comment vous appelez-vous et quel pays vous êtes? Alors, je m'appelle Francine Aka Angui. Naam, ni Francine Aka Aka Angui, rais wa chama cha wanasheria wanawake nchini Cote d'Ivoire, Afrika Magharibi, akijitambulisha. Nilivyokutana naye nje ya kumbi za mikutano za Umoja Mataifa jijini New York, Marekani, akijiandaa kurejea ndani tayari kwa kikao cha CSW 69. Nikamuuliza, mnajikita na sheria zinazohusu masuala ya wanawake? Alors, vraiment, la Côte d'Ivoire est championne. Kweli kabisa, Cote d'Ivoire ni bingwa kwenye masuala ya sheria kwa sababu tangu Beijing tumepitisha nyaraka mbalimbali kwa ajili ya kumlinda mwanamke. Mathalani kwenye elimu. Hivi sasa elimu ni lazima kwa mtoto wa kike na wa kiume. Pia masuala ya ukatili wa kijinsia. Katika nyanja za kisiasa, hivi sasa 30% ya wagombea wachaguzi ni wanawake. Na leo katika ndoa, mume si mkuu wa familia tena. Ni wazazi wote wawili walio na mamlaka juu ya watoto. Kweli haya ni mifano ya kuwaonesha kwamba tumetumia sheria zote zinazohitajika ili kumlinda mwanamke. Pour protéger la femme. Nikasonga mbele kumwelekeza kwenye swala hilo la umri wa kuolewa. Hoja ambayo inasalia kuwa ni kala moto katika baadhi ya nchi za Afrika, kwani ziko nchi ambazo zinaruhusu mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 14 aolewe. Non, l'âge du mariage c'est... Hapana, umri wa kuolewa ni miaka 18 kwa mtoto wa kike au wa kiume bila ya ridhaa ya wazazi. des parents. Nilipomuuliza iwapo umri huo ni hata kwa ndoa za kidini, En principe, le mariage... Kimsingi hata kwa ndoa za kidini, lakini kiukweli katika kiutekelezaji bado kuna ndoa za utotoni, lakini kisheria hilo haliruhusiwi. C'est interdit. na vipi kuhusu wanawake na uongozi? Et en Côte d'Ivoire, Nchini Cote d'Ivoire, moja ya changamoto kubwa ni uwakilishaji wa wanawake katika nafasi za maamuzi. Hakuna mwanamke wa kutosha katika nyadhifa za kuchaguliwa ndani ya bunge. Wabunge wa kike bado ni wachache na hakuna wanawake wa kutosha katika nafasi za uongozi wa juu. les directions générales. Lakini sasa ni jambo gani anaona wanaweza kujivunia miongoni mwa washiriki wa CSW 69, jambo ambalo anaona linaweza kuwa mfano kwa washiriki wengine? Bi Francine akasita kidogo na kisha akasema, Oui, je peux dire que Kidogo naweza kusema swala la unyanyasaji. Siku hizi kuna adhabu katika sheria za kazi au sheria ya makosa ya jinai. Yaani, ikiwa wewe ni mwathiriwa wa unyanyasaji wa kingono au wa kisaikolojia kazini, unaweza kufungua mashtaka dhidi ya mwajiri wako au kumpeleka kwenye mahakama ya jinai na atahukumiwa. à la justice pénale et il sera condamné. Nikamwomba nipatie mfano iwapo sheria hizo zinatekelezeka. Et on vient d'obtenir... Hivi karibuni tumepata hukumu kubwa katika nchi yetu. Wiki chache zilizopita nilimtetea msichana mmoja mwanamichezo wa taekwondo aliyefungua mashtaka dhidi ya kocha wake wa unyanyasaji wa kingono, na kocha huyo alihukumiwa kifungo cha miezi 6 gerezani. L'entraîneur a été condamné à 6 mois de prison.